kuna baadhi ya maamuzi katika maisha watu wanayafanya si kwamba yanawafurahisha, bali ili apate matokeo fulani chanya inampaswa ayafanye hayo maamuzi. Sasa tukija kwenye vision ama maono, mwanaume atahitaji kuwa makini katika kuchagua. Lakini tukija katika hisia na kufurahi tu, kuenjoy, mwanaume anaweza akaangalia katika upendo. Kwa hiyo hii ni tofauti ndogo sana. Yaani kuna mstari au kuna nyuzi nyembamba sana inayotenganisha kati ya chaguo na upendo. Kwa hiyo nataka ili mlielewe. Wanawake wengi wakipendwa wanahisi wamemaliza. Yaani mbona ananipenda sana? Listen mwanaume kukupenda is not issue. Na ndio maana leo hii unaweza kuwa na mwanaume wako mna miaka 20 lakini hamjapiga hatua yoyote katika maelekeo ya chaguo lake. Na leo hii pia kuna wengine wanaishi na mwanaume miaka 10, miaka 5, miaka 2, miaka 3, alafu mwanaume huyu anaenda kumuoa mwanamke ambaye kakutana naye ndani ya miezi 6 tu, miezi 2 tu akamuoa. Wewe ulotumia muda mwingi naye katika maisha ya pamoja akakuacha solemba. Maana yake ni nini? Alikupenda lakini hakukuchagua. Kuna wakati mwanaume anafurahi kuwa na wewe, anaenjoy, kuna vitu unavifanya, kuna moment unampa, anajisikia furaha katika maisha yake. Lakini ninapokuja swala la lifetime, hakuoni wewe katika hiyo picha. Anakupenda lakini kuna mahali fulani hauwezi kulicha, hauwezi kufika katika mahali ya kusimamia hayo maono yake, katika mahali ya kusimamia mwelekeo wake wa kimaisha. Kwa hiyo no matter sisi mtuone ni wandazimu, still kila mwanamume ana hiyo element ya kuchagua. Ndio maana kuna mwanaume mwingine aenda akakwambia subiri tutaoana, subiri kwanza kuna mambo hayajakaa sawa. It's not about mambo hayajakaa sawa. Bado hana uhakika ni kwamba ni kweli ni wewe ndio wa kukuoa mimi. Japo anayakupenda, lakini ninapokuja swala la kukuoa ama la kuwa commitment na wewe, linampa mashaka ama linampa wasiwasi kwamba kweli nifanye ya maamuzi kwa huyu. Kwa hiyo ukiona mwanaume ana buy time, anachukua muda kuweza kuwa commitment na wewe, jua bado hajakuchagua. Kwa hiyo leo nataka nikurahisishie kazi. Mwanaume anaweza kukupenda sana, asipokuchagua hakuna mahala mtafika. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ama kuna baadhi ya hatua zinaweza zikakutambulisha wewe kuelewa kama umechaguliwa ama unapendwa. Moja ya hatua hizo ni wewe kuwa chachu ama kushiriki moja kwa moja katika maendeleo yake ya kimaisha. Na nikisema